Idadi ya watu wanaojitambulisha kuwa waumini wa kanisa Katoliki nchini imeendelea kushuhudiwa wakiendelea kujitokeza mbele ya waandishi wa habari na kueleza kile wanachodai kuwa kutoridhishwa na mwenendo wa kauli za baadhi ya viongozi wa kanisa hilo nchini. Leo Jumanne ya Disemba 30, 2025, mtu mmoja aliyejitambulisha kwa jina la Ludovick Joseph, akijitaja kuwa ni muumini wa kanisa Katoliki aliyebatizwa na anayepokea sakramenti, amezungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, ambapo pamoja na mambo mengine amesema sheria za kanisa hilo nambari 212 paragrafu ya 3 inatambua haki ya waumini kutoa maoni kwa wachungaji wao kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu kanisa Katoliki, isipokuwa tu maoni hayo yatolewe kwa heshima kwa kuzingatia mafundisho ya kanisa Katoliki na kwa kulinda hadhi ya viongozi wenyewe. Ludovick Joseph amesema amelazimika kutoa ufafanuzi huo kutokana na kile alichodai kuwa baadhi ya viongozi wa kanisa hilo wamekuwa wakiwashambulia na kutoa kauli zisizofaa kwa baadhi ya waumini wao ambao siku chache zilizopita walijitokeza mbele ya waandishi wa habari na kueleza kuwa wamepeleka barua ya malalamiko kwa balozi wa Baba Mtakatifu mwenye makazi yake hapa nchini, wakiomba balozi huo au papa mwenyewe au mamlaka nyingine za kanisa hilo zimchunguze mmoja wa viongozi wa kanisa hilo nchini. Kwa mujibu wa sheria za kanisa, yani canon law nambari 212 para ya 3, inatambua haki ya waumini kutoa maoni kwa wachungaji wao wa kanisa kuhusu masuala mbalimbali yanayolihusu kanisa Katoliki, ila maoni hayo yatolewe kwa heshima, kwa kuzingatia mafundisho ya kanisa na kwa kulinda hadhi ya viongozi wenyewe. Hii maana yake nini? Kumhoji kiongozi wa kanisa sio uasi wala dhambi. Kukosoa mwenendo wa kanisa sio uasi wala sio dhambi, na kutoa malalamiko ya waumini katika ngazi yoyote ile ya kanisa ni haki ya kisheria ndani ya kanisa, sio jambo ambalo mtu anapewa kana kwamba ni hisani. Kiongozi yeyote wa kanisa anayewanyamazisha waumini, anayewadhihaki ama kuwatukana pale ambako wanatekeleza haki hii ya kutoa malalamiko au ya kutoa maoni kwa viongozi wao, kiongozi wa namna huyu anakiuka sheria ya kanisa na anapinga na kupotosha mafundisho ya kanisa lenyewe. Sambamba na hilo, kanisa wala Biblia haliruhusu kwa kiongozi wa kiroho kutumia lugha ya dharau dhidi ya waamini wake, kama tulivyosikia hivi majuzi watu wakiitwa malofa, wakiitwa wananjaa, eti kwa sababu wamekosoa jambo fulani kutokana na mwenendo wa kanisa. Kristo anasema, asemaye mpumbavu anastahili hukumu. Mathayo sura 5:22. Neno lenu liwe daima ni kwa neema. Wakolosai 4:6. Aidha, Ludovick Joseph ameendelea kusisitiza kuwa kanisa sio chama cha siasa. Kanisa Katoliki halikuitwa kuwa chama cha siasa wala halikuitwa kuwa mshirika wa chama chochote cha siasa, lakini pia kanisa hilo halikuitwa kuwa mshirika wa serikali au msemaji wa serikali. Kanisa sio chama cha siasa. Ni vyema na haki ifahamike kuwa kanisa Katoliki halikuitwa kuwa chama cha siasa wala halikuitwa kuwa mshirika wa chama chochote kile cha siasa. Na tukisema chama cha siasa hapa inamaanisha vyama vyote. Wala kanisa halikuitwa kuwa mshirika wa serikali au kuwa msemaji wa serikali. Kanisa limeitwa kuwaokoa watu, kuhubiri Injili na kutangaza habari ya wokovu. Yesu mwenyewe alisema, ufalme wangu si wa dunia hii, katika Yohana sura 18 mstari wa 36. Na katekisimu ya kanisa Katoliki imeunga mkono swala hilo. Mtaguso wa Vatikano wa pili kwenye hati yake ya Gaudium et Spes imesema kwamba kanisa halipaswi kufungamana na mfumo wowote ule wa kisiasa. Kanisa liko duniani, lakini lenyewe linakwenda beyond, lina transcend mambo ya dunia hii. Kwa ufupi basi, kanisa likijiingiza kwenye mitazamo ya vyama, likajiegemeza na vyama, likaanza kutoa political rhetoric, lugha kama za vyama, matokeo yake kanisa linagawa waamini, linapoteza mamlaka ya kimaadili na linahatarisha umoja wa waumini, umoja wa kanisa na umoja wa kitaifa. Kwa misingi hiyo ya kisheria na kimaadili, baadhi ya waumini wamepeleka malalamiko yao katika ubalozi
kwa balozi wa Baba Mtakatifu anayeitwa nuncio, wakiomba ubalozi wa Papa au Papa mwenyewe au mamlaka za kanisa zimchunguze kiongozi wa kanisa Tanzania kwa jina la Padre Charles Kitima. Kwa ufupi, hatua hizo ni halali kisheria. Hakuna mahali sheria ya kanisa imewazuia Wakristo wa Katoliki kupeleka malalamiko yao popote pale, wala sheria haijaweka utaratibu wa lazima. Kama nilivyosikia wengine wanasema, mbona wewe hujaanzia kwenye jumuiya, kwenye parokia, kwenye jimbo? Sheria haijaweka utaratibu huo. Hayo ni mazoea ya busara za kichungaji. Anayejua sheria hiyo atuambie hapa. Kwa hiyo jambo hilo ni halali na ni la kisheria na linaendana kabisa na utaratibu wa kanisa.